Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Mungu, karibuni tena. Leo ikiwa ni siku yetu ya Alhamisi, imempendeza Mungu tuweze kukutana tena kwa njia hii ya mtandao kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, sharika wa Arusha Road. Tunawaalika ninyi nyote muweze kuungana pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya mchana ama lunch hour, na tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi kabla tujaendelea, niendelee kukukaribisha mpendwa mtu wa Mungu ushiriki pamoja nasi katika kuieneza Injili kwa njia ya kulike pamoja na kushare link ambayo iko hapo chini ya KKKT Arusha Road YouTube channel. Share kwa ndugu jamaa rafiki, wapigie simu, watumie message, share kwenye status yako, uambie kwamba ule muda wa kutulia madhabahuni pa Mungu kuweza kutafakari neno la Mungu umefika. Lakini pia kuna namba za account pamoja na namba za simu hapo zinapita hapo chini, unaweza ukashiriki pamoja nasi kuwezesha kazi ya Injili ya Mungu inayofanywa katika usharika wetu wa hapa KKKT Arusha Road. Karibu ushiriki nasi kwa sadaka yako na Mungu atakubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukaandika comments zako hapo chini, ni jinsi gani ambavyo Mungu anakuhudumia, unabarikiwaje kwa vipindi hivi ambavyo tunaendelea navyo siku kwa siku, ili na sisi tuweze kuona ni namna gani ya kuweza kuboresha zaidi kazi hii ambayo tunaifanya ya kuleta ibada hizi kwa njia ya mtandao, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nikualike sasa mtu wa Mungu, pate muda wa utulivu tuweze kumwomba Mungu, tuendelee kujifunza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku nyingine tena iliyopata neema na kibali mbele za uso wako. Tunajidhabihu mikononi mwako tena sana wakati huu Mungu, tukiomba neema yako na uso wako na nguvu zako zituatamie wakati huu. Wingu la utukufu wako Bwana likawe juu yetu, likawe katikati yetu sana wakati uwe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukatuhudumie kwa neno lako na ukasikie kuomba kwetu, na ukawe tayari Bwana kupokea shukrani za mioyo yetu kwa njia ya sadaka zetu tunazokutolea. Asante kwa ajili ya wote ambao Bwana wanaungana pamoja nasi kutokea hapa KKKT Arusha Road Dodoma. Ninakuomba Mungu wa rehema na neema, ukanyoshe mkono wako ukamguse na kumbariki kila mmoja Bwana, kwa ajili ya jina lako takatifu. Wewe Mungu unayestahili kuabudiwa na kutukuzwa. Hebu uanze nasi na umalize nasi kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba kwa imani na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wapendwa wana wa Mungu, niwakaribishe sasa tuweze kuendelea
kutafakari, kujifunza neno la Mungu, tunapojifunza kuhusu umuhimu wa kutambua majira ya kiroho katika maisha yetu, na lengo letu likiwa ni kutusaidia kuweza kuishi ndani ya kusudi la Mungu na ndani ya mpango wa Mungu katika maisha yetu. Na siku ya jana tumejifunza vitu vingi, tulipojiendelea kujifunza kuangalia mifano ya kibibilia. Tulipoanza kuitazama kwa siku ya jana, tukaangalia mifano michache ya kutusaidia kujua ni jinsi gani ama watu gani ambao walizingatia na kuyajua majira ya kiroho na kufanikiwa, na wengine tutajifunza ambao hawakujua majira ya kiroho na wakashindwa kuona baraka za Mungu kwenye maisha yao. Tutaendelea kujifunza mifano mingi sana, utakusaidia na kukuvusha katika eneo moja ama lingine, na kukusaidia kujua umuhimu wa kutambua majira ya kiroho. Leo tuangalie mfano mwingine, tujifunze kwa Nuhu. Nuhu, habari zake tunazipata katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 hadi ile sura ya 9. Nuhu tunajifunza katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 hadi ile mstari hadi sura ile ya 9. Na hapa tunapojifunza utakutana na habari zinazomhusu Nuhu kupewa taarifa na Mungu kwa habari ya safina, kujenga safina ili awe salama yeye na watoto wake 3 na wake zao, kwa habari ya ghadhabu ya Mungu kufuta ulimwengu kwa maji. Tunaona Nuhu alitii sauti ya Mungu na kujenga safina, ambalo kusudi la Mungu lilikuwa ni kufuta ulimwengu kwa maji, kuhukumu ulimwengu kwa maji, kwa sababu maovu yalikuwa yamezidi. Kwa hiyo kitendo cha Nuhu kuwa mtii kwa Mungu, maana yake alitambua majira ya kiroho, kwamba nyakati hizi, majira walioko sasa, ulimwengu ulikofikia, Mungu anataka kuachilia ghadhabu yake. Kwa hiyo alipotambua majira ya kiroho na alipoanza kuona viashiria, Mungu aliacha maelekezo kwa Nuhu, akatengeneza safina, akaingia yeye na watoto wake na wake zao na mifugo ambayo Mungu aliruhusu ingie katika safina kwa ajili ya kuendeleza uhai mara baada ya gharika. Ndivyo kitu ambavyo tunajifunza kwa Nuhu. Alitii sauti ya Mungu kulingana na majira ya kiroho yaliyofika, Mungu kuadhibu ulimwengu kwa sababu ya maasi kuzidi. Lakini pia tunajifunza kwa Musa. Musa mtumishi wa Mungu katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 15. Lakini pia katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 10 utakutana na habari za Musa alipojaribu kumtetea Muisraeli mwenzake. Musa alianza kujitutumua, alianza kupambana alipomkuta Muisraeli mwenzake anapigwa na Misri. Musa hakujua ni nini anachokifanya, kwa sababu majira yake ya kiroho ya kufanyika kuwa msaada kwa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri, muda wake ulikuwa haujafika. Lakini tunaona kitendo cha kumpiga Misri na kumuua akamfukia kwenye mchanga kilizua tafrani baadaye, na Musa kuonekana na kugundulika ya kwamba ametenda kosa, akafukuzwa. Lakini majira ya kiroho yalipotimia ya Musa kusimama kama mtetezi wa wana wa Israeli wa kuwatoa utumwani Misri baada ya miaka 40 tangu amefukuzwa Misri, sasa Mungu ndio anamtuma tena kumrudisha Misri, aende akatimize ratiba ya Mungu aliyoiweka ndani ya maisha ya Musa. Musa anaenda sasa kusimama kama nabii, anaenda kusimama kama Mungu katikati ya taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Ni kwa sababu majira yake yamefika. Hata baadaye kuanza kuulizwa, wewe umekuwa mwamuzi kwetu sisi tangu lini? Sasa umefika wakati wa kupata majibu, kwa sababu ni wakati, ni majira ya kiroho yaliyokuwa yamebeba maisha ya Musa, wakati majira ya kiroho yaliyokuwa yamebeba plani nzima ya Mungu kwenye maisha ya Musa kwa ajili ya taifa la Israeli. Kwa hiyo na wana wa Israeli, ujio wa Musa kutokea kule kwa mkwe wake kuja sasa tena Misri kufanyika msaada, maana yake ni kwamba yalikuwa yamefika majira ya kiroho, ile miaka 430 ambayo Mungu alishaizungumza tangu zamani
juu ya wana wa Israeli. Ule muda sasa wa wao kutoka utumwani umefika. Majira yao ya kiroho ya kutoka katika hali ya utumwa na kwenda kumtumikia Mungu wao sasa umefika. Lakini ni nani anayekuja kufanikisha? Ni Musa. Anakuja kutengeneza njia. Musa anakuja kufanyika msaada. Musa anakuja kufanyika ukombozi, kwa sababu majira yake yamefika. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Huyo ni Musa, tumejifunza kwa Musa. Lakini pia angalia mfano mwingine kwa Hana. Hana tunasoma habari zake katika Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza hadi ile sura ya pili. Ni sura mbili ambazo tunaona zinakamilisha habari za Hana mpaka kumpata Samueli. Tunaona kuzaliwa kwa Samueli haikuwa tu majibu ya Mungu kwa Hana, bali pia yalifika majira ya wana wa Israeli kuanza kusikiliza tena sauti ya Mungu kwa vinywa vya manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Samueli halikuwa tu jibu la Mungu kwa kiu na shauku ya Hana kupata uzao, lakini pia ilikuwa ni kwa ajili ya majira ya wana wa Israeli, majira ya kiroho ya wao kuanza kuisikia tena sauti ya Mungu kupitia vinywa vya manabii. Ukisoma tena Samueli wa kwanza sura ile ya 16 hadi Samueli wa pili sura ile ya 5, tutakutana pale na habari za Daudi. Daudi kuwa mfalme. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme akiwa kijana mdogo sana, lakini Daudi ilimjaribu miaka isiyopungua 15 kusubiri wakati au majira yake ya kiroho ya kukaa sasa rasmi kwenye kiti cha mamlaka kama mfalme. Japokuwa tangu akiwa kijana mdogo kabisa tayari mbingu zilifahamu tuna mfalme Daudi duniani. Malaika walifahamu tuna mfalme Daudi duniani. Sauli mwenyewe alifahamu ya kwamba yupo kijana anayeitwa Daudi ameshapakwa mafuta ya kuwa mfalme. Lakini majira rasmi ya Daudi kukaa kwenye kiti cha kifalme kuwa mwamuzi wa mwisho katika mamlaka yote ilimgharimu kukaa ndani ya miaka 15. Hapo katikati tunasoma habari za Daudi. Alipitia mikiki ya kila namna, upinzani wa kiroho wa kila namna, uadui wa kila namna, kutaka kumwangamiza, kutaka kuuliwa, lakini kwa neema ya Mungu alimweka salama. Kwa nini? Ni kwa sababu mpango wa Mungu ulishasemwa tangu zamani. Katika shina la Yese, katika ufalme wa Daudi, katika uzao wa Daudi watatoka wafalme, na huko ndiko atakapotoka mkombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo majira ya kiroho ya Daudi yalipofika, ndipo rasmi sasa Sauli akafa, Daudi akakaa kwenye mamlaka, akawa mfalme rasmi na kutawala katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo majira yake ya kiroho kufanya kusudi la Mungu alilokusudia ndani yake yalikuwa bado hayajatimia kwa wakati ule. Sio tu wamepakwa tu mafuta alafu akae kwenye kiti, la hasha. Kuna mambo fulani hapo pengine Mungu alikuwa akimwandaa, alikuwa akimtengeneza Daudi ili aje kufaa zaidi, aje kuwa chombo kizuri chenye utukufu wa Mungu. Ilimgharimu kupita darasa la Mungu miaka 15 hapo katikati, hadi majira yake ya kiroho yalipofika. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Angalia mfano mwingine wa mwanamke Msamaria. Yohana sura ile ya 4 mstari wa 25 na mstari wa 26. Mwanamke Msamaria, Yohana sura ile ya 4 mstari wa 25 hadi ule mstari wa 26. Yule mwanamke akamwambia, alikuwa anajibizana na Yesu, wamekaa pale kisimani baada ya Yesu Kristo kumwomba maji. Yesu Kristo Mwebrania, alafu yeye Msamaria, watu wawili ambao kibiblia inasema kulingana na historia yao hawakupaswa kuchangamana.
Hawa wa Samaria kwa namna moja au nyingine walikuwa wametengwa na Wayahudi, walikuwa wametengwa kutokana na mila na desturi za dini ya Kiyahudi. Sasa yuko hapo huyu mwanamke Msamaria, tena kahaba, alafu anaongea na Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu hapa linazungumza likisema hivi: yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Oho, angalia sasa hapa mpendwa mwana wa Mungu, kile nilichokuwa ninazungumza kwa habari ya fursa za kipekee za kiroho. Huyu mwanamke Msamaria hakuwa amefahamu ya kwamba majira yake ya kiroho ya kubadilishwa utu wake wa ndani kutoka katika hali ya ukahaba na kuwa mtu aliye mtakatifu mbele za Bwana, kutoka katika hali ya kuwa mtengwa kwa sababu ya yeye ni Msamaria, na kuwa sasa kuingizwa rasmi kufanyika kuwa mwana wa Mungu mwenye haki na stahiki zote za kuwa mrithi wa baraka za Ibrahimu, ya kwamba majira yake sasa yamefika. Lakini kwa mazungumzo haya yanaonyesha wazi kabisa hakuwa ametambua ya kwamba majira yake ya kiroho kulingana na ratiba ya Mungu kwa ajili yake, kulingana na ratiba ya Mungu kwa ajili ya Wasamaria, ya kwamba umefika, kwamba Mungu anataka watazame wote kwamba wana haki sawa mbele za uso wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa mstari wa 26, Yesu akamjibu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiwe. Oho, kwa hiyo huyu mwanamke Msamaria alikuwa anazo taarifa, alikuwa anajua, anafahamu ya kwamba sheria, Torati ya Musa na manabii walizungumza ya kwamba yuko Masihi anakuja. Hiyo imani alikuwa nayo, hilo tumaini alikuwa nalo, pengine alikuwa analisubiri kwa kiu na shauku na hamu kubwa. Sasa wakati umefika, lakini hakuwa na ule ufahamu wa kiroho kwamba huyo anayezungumza naye ndio sasa anaitwa Masihi, ndio sasa amemjiria yeye kwa ajili ya kumsaidia, kumbadilishia mfumo wa maisha, kumbadilishia hali yake ya kiroho, kutoka katika hali ya kujitazama kwamba mimi ni Msamaria, sina haki sawasawa na Wayahudi, mimi ni Msamaria, sitakiwi kuchangamana na hawa watu. Umefika sasa muda wa kubadilishwa fikra, muda wa kubadilishwa mtazamo, muda wa kubadilishwa hali ya maisha yake kutoka katika ukahaba na kuwa sasa mtu aliyekubalika mbele za Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu Kristo akamjibu hayo, na ule mstari wa 26 tunaona majibu ya Yesu Kristo yakampa yule mama nguvu. Akatoka akaenda kushuhudia, akasema, nimemwona Masihi, amenieleza habari zangu zote. Akashuhudia, akawavuta na wengine kwa Yesu Kristo. Nami ninatamani iwe kwako mpendwa mwana wa Mungu, pale unapofanikiwa kuyatambua kuyatambua majira yako ya kiroho, macho yako ya kiroho yanapofunguliwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, unapotambua ya kwamba sasa umefika wakati wa Mungu kushughulika na maisha ya kwangu, unapotambua ya kwamba umefika wakati wa Mungu kuyabadilisha maisha ya kwangu, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo ikawe ni njia mojawapo ya kuwavuta wengine kwa Kristo, ikawe ni njia mojawapo ya kumhubiri Kristo kwa njia ya ushuhuda mwema, ushuhuda mzuri ambao Bwana Yesu amekutendea kwenye maisha yako, ndani ya majira, ndani ya wakati ambao Mungu aliukusudia kwenye maisha ya kwako. Ninaomba hiyo neema ingie kwako sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante sana mpendwa mtazamaji unayefuatana pamoja nami. Mafundisho haya ya kujenga, ya kutie nguvu, ya kuimarishe kabisa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Angalia mfano mwingine mzuri sana ambao tunauona katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, ile sura ya 5, ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 9. Yohana sura ile ya 5,
ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 9, utakutana na habari zinazomhusu yule mgonjwa kuponywa birikani. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Huu mfano ninaupenda sana. Yule mtu alipokutana na Yesu mahali pale birikani, akaanza kutoa maelezo, akaanza kunungunika, akaanza kulalamika. Jinsi ambavyo anajielezea pale, unaweza kupata picha ya jinsi gani, namna gani ambavyo alivyokuwa anajihurumia yeye mwenyewe kutokana na hali aliyokuwa nayo. Alafu njia ya kupokea muujiza ni lazima uwe wa kwanza kutumbukia mule birikani punde tu malaika anaposhuka na kuyatibua yale maji. Sasa mpendwa mtu wa Mungu, huyu ndugu pale, yule mgonjwa, miaka 38 amelala pale akisubiri muujiza wake. Siku apate tu nguvu ya kujikongoja kwa namna yoyote ile, au itokee tu wanadamu wamuonee huruma, wambebe wamtupie kwenye birika pale maji yanapotibuka na malaika, ili aweze kupokea uponyaji wake. Lakini alipomjia Yesu Kristo anatoa hayo maelezo, mpendwa mtu wa Mungu, yule mgonjwa pale hakuwa na ule ufahamu wa kiroho ya kwamba sasa umefika wakati, yamefika majira yake ya kiroho ya yeye kupokea muujiza wake hapo hapo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunaona Yesu Kristo anaachilia muujiza kwa yule mtu kwamba Bwana we, jitwike godoro lako na uenende zako kwa amani. Yule mtu akaondoka pale akiwa amejitwika godoro lake. Shida aliyokuwa nayo katika mwili, ugonjwa uliokuwa unamtaabika ukiwa umeondoka katika mwili wake. Mateso yote ya miaka 38 akiwa amekaa pale chini ya kisima, akiwa amekaa pale pembeni ya kisima akisubiri kupata muujiza, siku apate neema ya kutumbukia kwenye kile kisima. Lakini siku hiyo Bwana akaamua kumtendea huo muujiza, kwa sababu majira yake yalikuwa yamefika. Wakati wake wa kiroho ulikuwa umefika, wakati wake wa kubadilishiwa mfumo mpya wa maisha ya kiroho. Baada ya kuponywa pale, uwe na uhakika kabisa alimfuata Yesu, alimlingana Yesu. Nami ndicho kitu ambacho ninakutamani ndani ya moyo wako. Ni kweli kabisa ya kwamba umetaabika sana kwenye hiyo shida ulio nayo, umetaabika sana kwenye hiyo dhiki ulio nayo, umetaabika sana kwenye hiyo tabu ulio nayo kwenye maisha ya kwako. Yamkini ni jambo ambalo linatesa, linasumbua ukoo wenu. Mimi ninataka nikwambie, ukiweka bidii ya kutambua majira ya kiroho, ninakuhakikishia kabisa ya kwamba maadamu unamtumaini Yesu, maadamu unamwamini Yesu Kristo kwani Bwana na Mwokozi, uwe na uhakika kabisa yako majira ya Bwana kushughulika na hiyo tabu. Yako majira yaliyokubalika na Mungu kushughulika na hiyo dhiki na hiyo tabu kwenye ndoa yenu, hiyo dhiki na hiyo tabu kwenye familia yenu, hiyo dhiki na hiyo tabu kwenye ukoo wenu. Katika jina la Yesu ninakuombea hiyo neema, akili na macho yenu ya rohoni yafunguke, mpate kuyajua majira ambayo Mungu amekusudia kutenda jambo jipya, kuwabadilishia mfumo wa maisha kutoka katika hali ya dhiki na tabu, na ili sasa muweze kuiona neema ya Mungu iliyofungwa ndani ya majira maalum. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa huyu mgonjwa, kama ilikuwa ni ndugu zake wangekuwa na ile tabia ya kumbeba, kumleta, kumweka pale, alafu malaika akishashuka akiondoka, basi waondoke wasubiri tena labda kuja siku nyingine kupanga tena fuleni, yawezekana wangekuwa na huo utaratibu, huyu ndugu angepishana na hiyo neema, angepishana na majira yake ya kiroho. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba miaka 38 huyu ndugu yuko pale akitaabika, akisubiri kwa imani, akijua kuna siku nitapata nguvu, nitatumbukia kwenye kisima. Kuna siku wanadamu watanibeba, watanitupia kwenye kisima. Mpendo mtu wa Mungu, sikia nikwambie, wakati mwingine si swala la kusubiri msaada kutoka kwa wanadamu ili wakusaidie kusogea kwenye muujiza wako. Wakati mwingine nakupasa uyajue majira yako ya kiroho.
uyajue majira yako ya kiroho. Kama huyu ndugu angejua ya kwamba huyu mtoa uzima katika hiki kisima ndiye ninayezungumza naye hapa, ndiye ninayesema naye hapa, ndiye ambaye yuko amesimama mbele yangu, asingetanguliza yale maneno ya kunungunika, asingetanguliza yale maneno ya kuonesha alikuwa akiwategemea wanadamu. Moja kwa moja angesema, ninajua ya kwamba wewe ndiye mtoa uzima, niko tayari kupokea uponyaji kutoka kwako, sema neno na mimi nitapona. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ninaomba hiyo neema na wewe uipokee katika jina la Yesu Kristo. Uyatambue majira yako ya kiroho ili uweze kuyaona mema mengi ambayo Mungu amekutengenezea, amekuandalia kwenye majira hayo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Angalia, tujifunze pia kwa mtume Paulo mwenyewe. Mtume Paulo mwenyewe akiwa anaitwa Sauli, hakufahamu ya kwamba ujuzi wake katika sheria, ujuzi wake katika Torati ya Musa, ujuzi wake katika vitabu vya manabii, ujuzi wake katika kujua Mungu anataka nini. Hakuwa anajua kabisa Paulo ya kwamba Mungu alikuwa anamuandaa kwa ajili ya kazi kubwa ya kanisa la baadaye. Na ndio maana mtume Paulo tunaona kitu kilichokuwa kinamkera, kitu kilichokuwa kinamuudhi ni pale ambapo alipoona Wakristo wakiwa wanafanya vitu ambavyo yeye kwa mtazamo wake, yeye kwa ujuzi wake wa sheria ya Mungu, yeye kwa uchungu aliokuwa nao na Mungu, yeye kwa wivu wa utukufu wa Mungu kwenye maisha yake alivyokuwa na uchukulia, aliona kana vile Wakristo walikuwa wanapingana na neno la Mungu. Lakini kumbe ujuzi ambao Mungu aliuachilia wa kuijua Torati ya Musa, kujua manabii walisema nini kuhusu baadaye, ilikuwa ni maandalizi ya Paulo, ilikuwa ni maandalizi ya Mungu ndani ya Paulo kwa ajili ya kazi ya baadaye, atakapokuja kumbadilisha fikra, atakapokuja kumsaidia kutambua ya kwamba yamefika sasa majira ya kiroho ya mtume Paulo kwa ajili ya kulitumikia kanisa, kwa ajili ya kuishi kile ambacho Mungu alikuwa akimwandaa, Mungu alichokuwa akimtengeneza katika kuijua sheria. Na ndio maana mtume Paulo alikuja kuwa kinyume kabisa baada ya kukutana na Yesu Kristo na kupewa ule ujumbe. Yesu Kristo Paulo akumwambia, mbona unaniudhi wewe ndugu, mbona unaniudhi? Maana yake ni kwamba Paulo alikuwa anatambulika katika ulimwengu wa roho ya kwamba yeye ni chombo kiteule, chombo kitakatifu cha Mungu. Lakini kwa sababu alikuwa hajafunguliwa fikra zake, alikuwa bado hajajua majira yake ya kiroho ya kukiishi kile ambacho Mungu alikuwa akimwandaa nacho, ya kwamba sasa wakati umefika. Yeye akawa anaendelea tukuliudhi kanisa, anaendelea kukokota Wakristo, anawatesa na waua. Kwake ilikuwa ni sawa kabisa. Na ndio maana sasa tunaona kazi kubwa iliyojaa nguvu, iliyojaa ujasiri wa kiroho aliyoifanya kazi ya injili mtume Paulo katika nyaraka nyingi ambazo zimebeba Agano Jipya, kutafsiri sheria, kuitafsiri Torati ya Musa, kutafsiri vitabu vya manabii kwa habari za Yesu Kristo, ili kuwasaidia Wayahudi walioshikilia dini ya Kiyahudi wapate kujua, wapate kuelewa, wapate kuamini, ili nao wafanyike kuwa wazao wa Mungu kwa njia ya Agano Jipya, watoke katika matendo ya sheria, matendo ya mwili, na kuingia katika neema chini ya imani katika Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo mtume Paulo aliposaidiwa na Mungu mwenyewe kuyatambua majira yake ya kiroho, tunaona kazi kubwa ya injili aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wapendwa wana wa Mungu, ninaomba sasa tuingie katika kipengele chetu cha 5 kinachozungumza kwa habari ya umuhimu wa kutambua majira ya kiroho. Umuhimu wa kutambua majira ya kiroho. Kwa nini ni muhimu kutambua majira ya kiroho? Sababu ni zipi? Kwa nini tutambue majira ya kiroho? Kulingana na mifano mingi ambayo tumeiona, kulingana na mambo mengi tuliyojifunza, tumeshaona, tumeshatambua kwa sehemu faida au kwa nini
tutambue umuhimu wa kiroho. Sasa hapa ninataka nikupe mambo machache, umuhimu wa kutambua majira ya kiroho kwa Mkristo, ambapo kunaenda sambamba katika kuelewa kusudi na mpango wa Mungu katika maisha yako, ili uweze kuishi sawasawa na vile Mungu anavyotaka kila anayemwamini aweze kuishi. Umuhimu wa kwanza wa kutambua majira ya kiroho, au kwa nini tutambue majira ya kiroho? Jambo la kwanza, kutambua majira ya kiroho kuna kusaidia kuwa sambamba na ratiba ya majira ya Mungu kwa ajili yako. Kutambua majira ya kiroho kuna kusaidia kuwa sambamba na ratiba ya majira ya Mungu kwa ajili yako. Hautatangulia wala hautachelewa, bali utakuwa ndani ya wakati sahihi wa Mungu. Unapofanikiwa kuyatambua majira ya kiroho, itakuwa ni rahisi sana wewe kwenda sambamba na ratiba ya majira ya Mungu kuhusiana na maisha yako. Hautatangulia wala hautachelewa. Hautatamani, utashawishika kupita njia za mkato. Utaenda sawasawa na mpango wa Mungu aliyokusudia kwenye maisha yako. Wala hautasema umechelewa, wala hautajilaumu, wala hautatingishwa na kelele za wanadamu huko nje wanasema nini. Wewe umeshajua majira ya Mungu, majira ya kiroho yaliyopata kibali machoni pa Bwana. Umeshajua ni nyakati zipi, na Mungu ameshakupa ishara na viashiria kwamba huo wakati ukifika utatambua kwa jinsi hii. Uwe na uhakika ya kwamba Mungu atakuonekania. Hautashawishika kujaribu kupita njia za panya ili uweze kufikia kule ambapo unataka kufika, ambapo kwa jinsi ya rohoni umeona. Angalia Yusufu. Ukisoma habari zake katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37 ule mstari wa 5 hadi wa 11, utakutana na habari za Yusufu kuota ndoto. Lakini pia ukisoma Mwanzo sura 41 mstari wa 39 hadi mstari wa 41, utakutana na habari za utimilifu wa ndoto za Yusufu. Kwa hiyo tunaona visa vingi ambavyo Yusufu alipitia alipokuwa katika familia yake, baada ya kuoneshwa na Mungu ndoto mbalimbali, akiwa anafunuliwa kuonyeshwa majira ya kiroho ya kwake ya baadaye, jinsi atakavyokuwa. Tunaona hapo katikati jinsi ambavyo aliishi katika namna ya dhiki na tabu kidogo, ndugu zake wakijaribu kupanga ila za kumuua, kumwangamiza, kujaribu kufuta kile ambacho kilikuwa kipo akilini mwake, lakini hawakufanikiwa. Lakini Yusufu, kwa kuwa alishaona kwa jinsi ya rohoni, kama angepata kutambua mapema jinsi ambavyo uzuri uliopo ndani ya zile ndoto alizokuwa anaziota, pengine huyu ndugu angeanza kujiinua, angeanza kujiona yeye ni wa thamani sana. Pengine Yakobo angempenda zaidi Yusufu katika viwango vya juu sana, kuliko hata hapa ambapo tunasoma ya kwamba alimpenda sana mtoto wake huyu kwa sababu ndio aliyekuwa wa mwishoni. Lakini tunaona jinsi gani Mungu alivyomweka salama mikononi mwake. Alificha ufahamu wa Yusufu kuelewa waziwazi tafsiri ya zile ndoto, mpaka yalipofika majira ya kiroho yaliyobeba kusudi na mpango wa Mungu, si tu kwa ajili ya Yusufu bali pia kwa ajili ya ndugu zake. Tunaona Yusufu alipofika kule Misri, akaenda kupata nafasi. Alipokwenda gerezani, akukaa gerezani, akatoka akawa waziri mkuu, na ndipo tunaona anafanya mambo makubwa ambayo mwisho wa siku yamekuja kuwa msaada kwa ndugu zake wale ambao walitaka kumuua hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema maisha yetu yako ndani ya ratiba na mpango wa Mungu. Mungu alimwandaa Yusufu kwa majira ya kiroho baadaye, ili aje kuwa msaada kwa taifa la Israeli, wasije wakaangamia, wakafa, wakapotea kwa njaa, wakati Mungu alishaahidi tangu zamani kwamba kupitia huo uzao wao wa makabila 12 waje kufanyika taifa kubwa na kuujaza ulimwengu, kwa jinsi ambavyo Mungu aliweka nguvu ya uzao ndani yao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua majira ya kiroho ili uweze kutembea ndani ya majira yale yale aliyokusudia Mungu. Angalia tena mfano wa Daudi mwenyewe kuwa mfalme. Samueli wa pili sura ya 5 ule mstari wa 3 na wa 4. Daudi alipakwa mafuta, nilishazungumza hii, akiwa kijana mdogo. Ukisoma habari zake kwenye Samueli wa kwanza ile sura ya 16, lakini alianza kutawala kama mfalme alipofikisha umri wa miaka 30. Kwa hiyo kipindi chote hicho tangu kupakwa mafuta hapo katikati alikaa kusubiri wakati wa Mungu. Hakutamani kuingia kufanya figisu. Daudi angeweza kufanya hila kupitia mtoto wa Sauli, kwa sababu alikuwa rafiki wake wa karibu sana. Angeweza kumtumia mtoto wa Sauli kufanya mbinu yoyote akamuua baba yake, lakini Daudi hakufanya hivyo. Alisubiri wakati wa Mungu. Hata pale ambapo Sauli alimfuata Daudi kwenye pango, Daudi alipoingia kujificha, Biblia inasema wakaja wakaweka kambi pale nje, wakapata usingizi. Daudi akatoka kule ndani kwenye pango, anatoka nje, anawakuta maadui zake wamelala hapo na Sauli akiwepo hapo. Lakini angeweza kumuua, angeweza kumkata kichwa, na baada ya hapo angesema kuanzia mimi leo hii ni mfalme, kwa sababu tayari alishapakwa mafuta. Mbingu zinajua, unafahamu kabisa ya kwamba watu wote ya kwamba kuna kijana amepakwa mafuta kuwa mfalme, amemuua tayari Sauli. Daudi angeweza kutumia njia za mkato namna hiyo, lakini alitulia, alisubiri wakati wa Mungu. Ulipofika ndipo Mungu akamtukuza yeye mwenyewe, na tunaona pale akamkata vazi, upindo wa vazi la yule mfalme, na baadaye kuja kumwamsha akamwambia na kumshuhudia, ningeweza kabisa kuutoa uhai wako, lakini sikuweza kufanya hivyo, sikutakiwa kufanya hivyo, kwa sababu ninajua na kutambua wewe ni Masihi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Sauli yeye hakutambua ya kwamba yeye Daudi ni Masihi wa Bwana, ndio maana akatamani kumuua, kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mwana wa Mungu, ninaomba nikupe umuhimu wa pili wa kutambua majira ya kiroho, afu kisha nitaweka kituo kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo siku ya leo tutaweka kituo hapo, nitakusomea tu hii, alafu kesho tutaiangalia vizuri kwa kina. Umuhimu wa pili ni kwa kutambua majira ya kiroho ni kutakuhakikishia kuongozwa na Roho Mtakatifu katika mambo mbalimbali, ikiwemo katika kufanya maamuzi juu ya maisha yako. Sasa kesho tutaangalia vizuri kwa kina kuongozwa na Roho Mtakatifu kuna kuweza kutusaidia kutambua majira yetu ya kiroho. Ninaomba mahali ulipo tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa Bwana wewe ni mwema. Asante kwa kuwa umetufundisha tena kwa neno lako siku hii ya leo, na umetuonyesha mifano mingine mizuri ya kutufundisha, kutuonyesha ni jinsi gani ambavyo kuna faida kutambua majira ya kiroho. Mungu wa rehema na neema, lihimidiwe na litukuzwe jina lako, mfalme wa amani. Asante kwa kuwa umetuongezea tena hekima na maarifa katika kujua siri hizi za rohoni zilizositirika katika maisha yetu ambazo hatukupata kuzijua. Ninakusia Mungu mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya kila mmoja aliyepokea na kusikia. Mungu tusaidie kuelewa zaidi kwa msaada wa Roho Mtakatifu wako. Pokea sifa na heshima na utukufu Bwana, tunapokutolea pia na shukrani za mioyo yetu kwa njia ya sadaka zetu kwa njia hii. Bwana, ninakusihi kumbariki kila mmoja anayenyoosha mkono wake kushukuru Mungu kwa njia ya matoleo yake, kwa ajili ya mema mengi ambayo namtendea, kwa kumfungua akili na fahamu zake kupitia kweli ya neno lako. Utulinde, ututunze Bwana, kikupendeza tena utupe neema na kibali kwa siku ya kesho. Tukutane kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda, na Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Shiriki pamoja nasi kuieneza Injili, amen.